Zahmidi TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi, amma ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu na kumtakia rehema mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, leo tutaanza hukmu ya mim sakin, bimaana ahkamu almim sakina, hukmu ya mim sakin. Baada ya kuwa tumeshatazama hukmu ya nuni sakin na tanwini, sasa tunakwenda kutazama hukmu ya mim sakin. Ili tupate kuzijua hukmu, lazima kwanza tuweze kuijua mim sakin ni ipi, alafu baadaye ndio tuje tuone sasa kinachokuja baada ya mim sakin ndio kitakuwa hukmu ya mim sakin. Lakini kikubwa ambacho tunatakiwa tuelewe na kinachotakiwa kiwe kichwani ni kuikariri ama kuifahamu mim sakin. Hii ndio itatutengenezea hukumu zetu, kama vile ambavyo tulivyoona katika nuni sakin na tanwini. Ukishazielewa zenyewe unakuwa umefikia nusu ya kuelewa darsa, kwa maana na pia kuijua mim sakin itakuwa ni umeifahamu darsa nusu, na tukishajua kitu gani kinakutana na mim sakin, basi unakuwa umeelewa darasa kamili. Basi na kuchelewa, tueleze nini mim sakin. Mim sakin ni ile ambayo haina haraka, ni ile ambayo haina fatha, haina kasra, haina dhamma. Kama vile tunavyosema, tunatumia neno haraka ili lipate kuzoeleka kwenu nyinyi, kujua kwamba unapoambiwa labda kitu fulani hakina haraka, bimaana hakina fatha, hakina kasra, hakina dhamma, kwa mujibu wa taarifu zetu za kitajwidi. Kwa tunaposema mim sakin ni ile ambayo imeepukana na haraka, bimaana haina fatha, haina kasra, haina dhamma. Kwa kifupi kabisa, hii ndiyo mim sakin. Sasa hii mim sakin ndiyo itatutengenezea hukumu kama tulivyosema, ikitakapokutana na herufi mbele yake. Tunakwenda kutazama vigawanyo vya mim sakin. Mim sakin imegawanyika katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni al-ikhfa'u ash-shafawiyya, sehemu ya pili ni al-idghamu ash-shafawiyya, na sehemu ya tatu ni al-idhharu ash-shafawiyya. Hizi ndio hukumu tatu za mim sakin. Sasa ipi ni idhharu ash-shafawiyya, ipi ni ikhfa'u ash-shafawiyya, ipi ni idghamu ash-shafawiyya? Haya yote tunayafahamu baada ya kuijua mim sakin imekutana na kitu gani. Tukiingia katika kigawanyo cha kwanza cha ikhfa'u ash-shafawiyya. Ikhfa'u ash-shafawiyya, kama tulivyotoa taarifu ya ikhfa katika upande wa nuni sakin na tanwini, haina tofauti kubwa, isipokuwa ina tofauti ndogo tu. Kule tulisema huwa nutqu bin nuni sakina, lakini hapa kwa sababu tunasoma hukumu ya mim sakin, tutasema huwa nutqu bil mimi, sawa, bi sifatin baina al-idhhar wal idgham arin an at-tashdid ma'a baqa'i al-ghunna. Kinachobadilika ni pale an-nutqu bil mimi ni kutamka kwa mimu, sawa, kwa sifa iliyokuwa kati na kati ya idhhar na idghamu, sawa, hali ya kuepukana na hali ya kuepukana na shadda pamoja na kubaki ghunna yake. Hii ndio taarifu ya ikhfa. Kwa hiyo katika sehemu ambayo tulikuwa tunaweka nuni, sasa tunaiweka mimu. Sasa ikhfa'u ash-shafawiyya hukumu yake ni pale ambapo mim sakin itapokutana na herufi ya ikhfa'u ash-shafawiyya, na hurufu ya ikhfa'u ash-shafawiyya ni moja, nayo ni ba, ni harfu al-ba. Kwa hiyo mim sakin itakapokutana na herufi ya ba, ndipo kinazalikana au inapatikana hukumu inayoitwa ikhfa'u ash-shafawiyya, inshallah, na hapa mbeleni tutakuja kuitazama mifano. Tuingie katika upande wa pili wa al-idghamu ash-shafawiyya, ambacho ni kigao cha pili. Idghamu ash-shafawiyya ni kama taarifu ya idgham vile vile tu, lakini tunaweka idghamu. Ukishajua taarifu yake, basi katika kujua hukumu tunaichukua mim sakin, na kitakachokuja mbele ndipo tunapata hukumu ya idghamu ash-shafawiyya. Kama ilivyokuwa idghamu ni kuchukua herufi yenye sakin kuiweka katika herufi iliyotiwa haraka, zitakapowekwa zinakuwa kana kwamba herufi moja ambayo imetiwa shadda, na ile herufi ya kwanza itatamkwa kama herufi ya pili, kama vile tulivyoeleza katika upande wa nun sakin na tanwini. Sasa hapa
herufi ya idghamu ni moja pia, nayo ni mim sakin. Kwa hiyo mim sakin inapokutana na mim sakin nyenzake, ndipo tunapata hukumu inayoitwa idghamu ash-shafawiyya, na tutatazama mifano yake. Ama kigao cha tatu na cha mwisho ni al-idharu ash-shafawiyya. Idharu ash-shafawiyya ni kama vile kawaida. Idhar maana yake ni kuitoa herufi pasina ya kuiletea ghunna. Pia mimu tutaitoa pasina kuiletea ghunna iliyozidi, kwa sababu pia sifa ya mim sakin au sifa ya mimu ina ghunna. Kwa pale mim sakin itakapokuwa imekutana na herufi nyingine zote zilizobaki, ukiitoa ba na mimu, ndipo tutasema hapo tumekutana na hukumu ya al-idharu ash-shafawiyya. Kwa maana herufi za idhar kwa ufupi, herufi za idhar ni zote zile ambazo zimebaki ukitoa mimu na ba. Sasa tuingie katika kutazama mifano. Tuingie katika mifano ya al-ikhfa'u ash-shafawiyya, ndiyo ambayo tulianza nayo. Al-ikhfa'u ash-shafawiyya ni ile ambayo tumesema ni mim sakin inapokutana na harfu al-ba, ndipo inakuwa ni al-ikhfa'u ash-shafawiyya. Mfano wa kwanza, ya'tasim billah, ya'tasim billah, mim sakin mbele yake tunaona ina harfu al-ba, na ndivyo inavyotakiwa itamkwe hivyo, sawa Mfano wa pili, tarmihim bihijara, tarmihim bihijara, mim sakin hapo imekutana na ba, kwa hiyo tunapata moja kwa moja kujua kwamba hukumu iliyopo hapa ni hukumu ya al-ikhfa'u ash-shafawiyya. Na ndugu watazamaji, nitoe tanbihi kidogo ama nitoe angalizo kidogo hapa. Wakati nazitamka moja kwa moja utaona zinafanana na hukumu ya iqlab, ambayo hukumu hii ipo katika hukumu ya nun sakin na tanwini. Kwa hiyo tuwe makini katika kuzipambanua hizi mbili, maanake na iqlab yenyewe, kwa mfano nikisema min ba'd, kama hujaweza kuidhibiti vizuri iqlab, unaweza ukachanganya na al-ikhfa'u ash-shafawiyya, kwa sababu iqlab katika taarifu yake kama tulivyoelezana ni kuibadilisha ile nuni sakin au tanwini kuwa mimu. Sasa katika utamkaji unakuta zinafanana kabisa. Kwa nimetoa angalizo hili ili mradi uweze kupambanua. Ili uweze kusema hii ni ikhfa'u ash-shafawiyya, lazima pawe na mimu iliyokuwa na sakin, sio pawe na nuni uliyoibadilisha kuwa mimu. Hii ni tanbihi ndogo ambayo nilikuwa nataka niwaeleze. Lakini tuangalie mifano ya kigao cha pili cha mim sakin, ambacho ni kigao cha idghamu ash-shafawiyya. Na tumesema idghamu ash-shafawiyya ni ile ambayo mim sakin ikakutana na mim sakin nyenzake, ndiyo tunapata hukumu ya al-idghamu ash-shafawiyya. Sasa mfano wake wa kwanza ni kama huu fuatao: kam min fi'ah, kam min fi'ah. Ndugu yangu mtazamaji, unaweza na wewe ukaegelezea namna tunavyotoa mifano hivi na kuitamka kama tunavyotamka sisi. Kam min fi'ah. Mfano wa pili, khalqan amman khalaqna, amman khalaqna. Mim sakin inakutana na mim sakin nyenzake, manake ni mfano wa pili. Walakum ma kasabtum, tunaiona walakum pana mimu alafu pana mimu nyingine ya pili ambayo sasa tunaichanganya. Baada ya kuichanganya tunapata idghamu ash-shafawiyya, bimaana mimu imekutana na mimu nyenzake. Na hii idghamu ash-shafawiyya ndiyo ile ambayo wanaita idghamu al-mutamathilaini, kwa maana mimu imefanana na mimu nyenzake. Kwa hiyo ukisikia idghamu al-mutamathilaini au wengine wanasema idghamu al-mithlaini, ndiyo ile idghamu ash-shafawiyya, kwa sababu inatokana na mimu. Mim sakin inapokutana na mimu nyenzake, basi inapatikana hukumu ya idghamu ash-shafawiyya. Na tutazame mifano ya kigawanyo cha mwisho ambacho ni kigawanyo cha idharu ash-shafawiyya. Nacho ni kile ambacho tumesema ni pale ambapo mim sakin
inakutana na herufi zote ukitoa herufi hizi mbili, ambapo ukitoa ba na mim ndipo unapata kigawanyo cha idhhar ash-shafawiyya. Sasa tuingie katika mifano moja kwa moja. Mfano wa kwanza, fazadahum imana, utailetea idhhar mim au utailetea ghunna yoyote, sawa Mfano wake fazadahum imana. Mfano wa pili, amzaghat. Tunaona tunaitamka mim, baada hapo hatuiletei ghunna ya aina yoyote, tunaenda katika herufi iliyofuatia. Na mfano wa mwisho, qum faanzir. Hii ndiyo mifano ya idharu ash-shafawiyya kwa uchache. Hatuiletei mimu ghunna yoyote ile, isipokuwa na hatuikati moja kwa moja kuto kuiletea ghunna kama tulivyotangulia kueleza, kwa sababu asili ama sifa ya mimu sifa yake ina ghunna, kwa lazima tuiletee nini? Tuiletee ghunna kidogo. Kitu kingine ambacho napenda kutanabahisha katika upande huu ni pale ambapo mim sakin inakutana na fa au inakutana na waw. Ikikutana na hizi herufi mbili, basi unatakiwa ufanye idhhar iliyokamilika zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu unaweza ukajisahau na kutamka kwa kuiletea ghunna. Kwa mfano, unaweza ukamsikia mtu anasema qum faanzir, tayari anakuwa kakosea. Ili mradi uweze kuepukana na hilo kosa, lazima uihakikishe ule uidhaharu wake unakuwa ni mkubwa zaidi. Maka utasema qum faanzir, sawa Kwa hiyo ni tanbihi ambayo nilipenda kuwaeleza. Kwa kifupi, darsa yetu ya leo ilikuwa ni hukumu ya mim sakin, na tumeona namna ilivyokuwa fupi. Kwa hiyo ni tuingize katika kuifanyia kazi, na tushajua kwamba namna ya kuipata hukumu, namna ya kupata hukumu za mim sakin, manake ni pale mim sakin inapokutana mbele yake na herufi fulani, na tumeshajua ikikutana na ba inakuwa ni ikhfa'u shafawiyya, ikikutana na mimu inakuwa ni idghamu shafawiyya, na ikikutana na herufi zote zile ukizitoa hizi mbili inakuwa ni idharu ash-shafawiyya. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahmidi TV.